Hujambo na karibu mtazamaji. Huku ikiwa baadhi ya sehemu za kaunti ya Kilifi zinakumbwa na ukame wa maji, Mheshimiwa Richard Morimangi ambaye anapigania kiti cha udiwani Tezo ifikapo mwaka 2027 amesema furaha yake ni kuona kuwa analeta miradi ya maji ambayo itakuwa ni sababu ya kuwapunguzia wakazi wa Tezo tabu zinazosababishwa na ukosefu wa maji. Alianena hayo alipokuwa akiongoza sherehe za uzinduzi wa miradi miwili ya maji, akiambatana na wafadhili ambao yeye binafsi amekuwa mbioni kuona kuwa miradi mingi zaidi inafanyika. Uzinduzi wa mradi wa kwanza ulifanyika Zoerani kwa Mautu, ambao unalenga kuwasaidia waumini wa msikiti na wakazi wa eneo hilo. Hii inatokana na kilio cha muda mrefu cha ukosefu wa maji, hivyo kupata afueni kubwa baada ya mradi huo kutamatika. Zoerani ni mahali ambapo tumezaliwa, tumeishi hapa na tumefurahia sana nyinyi wageni kufika hapa kutuletea mradi wa maji. Tuko na changamoto nyingi sana za maji hapa Tezo. Na jambo hili ni la baraka kwa sababu tunatambua kuwa maji ni uhai. Uzinduzi wa mradi wa pili ulifanyika katika shule ya Tezo Academy, ambapo shule hiyo ina takriban wanafunzi 300. Licha ya kuwa shule ya kibinafsi, lakini imekuwa mstari wa mbele kuleta maendeleo makubwa, hasa upande wa kuwasaidia wanafunzi wasiojiweza na mayatima. Kwa jina mimi naitwa Abigail Olwete, mwalimu mkuu wa hii shule ya Tezo Academy. Mimi mwanzo kabisa ningependa kuwashukuru kwa mradi huu. Hapa tumekuwa na changamoto, manake shule ni kubwa, iko na population ya watoto 300 na maji ya kununua ina gharama kubwa sana kwetu. Na Tezo hii ina changamoto, kwa wiki tunapata maji mara 2 au mara 3. Kwa hivyo kama maji haya yatakuwa, tutadumisha usafi katika shule hii na wanafunzi pia watakuwa wanaweza kutumia maji hata kuosha madarasa yao kwenye vioo, itawasaidia pakubwa sana. Ningetoa shukrani kwa Mheshimiwa Richard, manake kama si yeye mradi huu ungekamilika. Namuombea azidi kufanya hivyo kwa wanajamii na atabarikiwa zaidi. Mheshimiwa ameahidi kuleta miradi mingi zaidi ya borehole ili waweze kujiinua kwa matumizi yao binafsi au kwa ajili ya kukuza mimea kama vile mboga ili kuleta mapato. Aidha ametaja kuwa mbali na miradi ya maji kuna miradi mingine ambayo iko njiani inakuja, lengo likiwa ni kuinua maisha ya wakazi wa Tezo. Niliwaambia kama mimi sinajenga borehole, I'm about to build 100 boreholes. Na mnaniona kila siku, kila kukicha. Hata hivi leo tukija hapa, wageni wakija, kuna boreholes zinaendelea. Kwa sababu wale wafadhili si wamenituma na mimi nataka watu wakwetu wafaidike. Sichukui zile pesa ngaziweka hapa. Nawaambia no, hizi pesa zenu msinipe mimi kwa sababu kule kwetu jamii yangu inateseka na maji. Kilifi County inateseka na maji. Maji yamekauka na hakuna kiongozi amejitolea kusaidia hawa wananchi. Ni sawa? Richard pia anajenga misikiti, sikutaja msikiti tu bure. Misikiti inaijenga. Kuna misikiti inaendelea. Na huyu Richard kwa sababu hana ubaguzi anajenga misikiti na pia anasaidia makanisa. Kiongozi ni yule, first priority ni wale watu wake pale. Kampuni pia inakuja mbali na hospitali. Kampuni inakuja. Najua mnaona kampuni nyingi ziko sehemu nyingine, lakini area ya Tezo hakuna kampuni. Jambo la tatu, elimu ni msingi wa maisha. Bila elimu huwezi kuenuka. Huyu Richard mmoja mnayemuona hapa, ako tayari kuwainua kielimu. Nitawainua kivipi kielimu? Lazima muwe na shule bora, shule ambazo ziko na standard ile ya kueleweka. Sasa tunashirikiana baina ya wazazi, walimu ili wanafunzi wetu waweze kusoma vizuri, wapate elimu ya juu. Mimi ni Abdalla Brari na hii ni Abrar TV.